Na hii ni Mnyalu TV. Kuna baadhi ya maeneo mwanadamu haruhusiwi kuingia, maeneo yenye hatari na tahadhari za kutosha. Ukiyasogelea utakutana na alama zenye kutaka usiingie na usiyasogelee maeneo hayo. Leo nakuletea listi ya maeneo 10 ambayo hayatembelewi kabisa na wanadamu. Namba 9 itakushangaza zaidi. Eneo la akiba ya mbegu ya dunia linalofahamika kama Svalbard Global Seed Vault ambalo linapatikana nchini Norway. Akiba ya mbegu ya dunia ya Svalbard huko Norway inajulikana kama akiba ya mwisho dunia na inahifadhi mbegu milioni 100 kutoka kila mahali duniani. Imejengwa kudumu dhidi ya majanga yoyote ya asili. Watu hawaruhusiwi kuingia katika hazina hii hata kwa ajili ya kufanya research zozote haziruhusiwi katika eneo hilo, na hakuna mtafiti yoyote aliyefanikiwa kuingia katika eneo hilo la mbegu ya dunia. Kisiwa cha North Brother, New York, Marekani. Kisiwa cha North Brother kiko katika mto East New York. Kisiwa hiki kilitumika kama kituo cha karantini kwa wagonjwa ya kuambukiza kama homa ya matumbo, typhoid. Mwishoni mwa karne ya 19, mojawapo ya wakazi maarufu wa kisiwa hicho alikuwa Mary Mallon, maarufu kama Typhoid Mary. Mnamo 1904, ajali ya boti ya General Scrum iliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 1000 karibu na kisiwa hiki. Katika ajali hiyo, boti ilishika moto na kuzama. Mili ya wanga iliyozama ni moja sababu ya mlipuko wa typhoid iliyotokea katika eneo hili. Leo kisiwa hiki ni eneo la mabaki ya majengo yaliyochakaa na vichaka. Watu hawaruhusiwi kuingia kwa sababu za kiusalama, hasa majengo mabovu yanayoweza kuanguka, na pia kisiwa hicho ni hifadhi ya mazingira kwa wanyama, hasa ndege wa porini. Serikali ya Marekani inalinda kisiwa hiki ili kuhifadhi historia na mazingira yake. Mapango ya Lascaux. Lascaux ni pango maarufu lililopo kusini magharibi mwa Ufaransa karibu na Montignac. Pango hili linajulikana kwa sanaa zake za kale za miambani ambazo zilitengenezwa na watu wa zama za Paleolithic. Ufaransa ilikataza umma kuingia kwenye mapango haya ili kusaidia uhifadhi wake. Mapango haya yanafafanua kuhusu historia ya jamii ya kibinadamu. Yana michoro zaidi ya 600 ya sanaa ya kihistoria ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 20,000. Lascaux iligunduliwa mnamo mwaka 1940 na kundi la vijana watalii kutokana na uharibifu uliosababishwa na unyevunyevu na carbon dioxide kutoka kwa wageni. Pango hili lilifungwa kwa umma mnamo 1963. Mlango wa Pluto unaopatikana nchini Uturuki. Mlango wa Pluto ni hekalu lililotazamwa kama njia ya kwenda kuzimu, na ilisemekana hakuna mtu angeweza kuishi. Wanasayansi walikuwa wanaingiza ndege mbayuwayo ndani ya hekalu na walikufa mara moja. Mwaka 1965, wanasayansi walithibitisha kuwa sababu ya viumbe kufa ndani ya pango hilo ilikuwa kiwango kikubwa cha carbon dioxide, kitu kinachofanya viumbe kufa sekunde chache mara kadhaa baada ya kuingia katika hekalu hilo. Coca-Cola Recipe Vault. Coca-Cola ni kinywaji maarufu duniani kote, na recipe yake ni moja ya siri kubwa za duniani. Kujaribu kuiba formula hii ni vigumu sana kutokana na namna vault hiyo iliyobuniwa, ambayo inahitaji kuskani mikono. Kuna walinzi walio na silaha kali, na mbali na scan za mikono inahitaji pin combination ya kuingia ndani ya vault hiyo. Unaambiwa wanaokuwa na kibali cha kuingia kwenye vault hiyo na kujua recipe ya Coca-Cola
ni watu wawili tu, na hata kama wote wanasafiri, hawatakiwi kusafiri pamoja ili kama ikitokea ajali basi wasife wote. Kuna stori moja ambayo mfanyakazi wa Pepsi alitaka kuuza siri za recipe ya Pepsi kwa Coca-Cola, lakini Coca-Cola wakamripoti na akachukuliwa hatua. Hii inaonyesha ingawaje Pepsi ina Coca zina ladha inayofanana, lakini recipe zao ziko tofauti. Maktaba ya siri ya Vatican, Vatican Secret Archives. Maktaba ya siri ya Vatican ni moja sehemu zenye ulinzi mkali sana duniani. Maktaba hii ina nyaraka za kale zinazoenda mpaka karne ya 8. Maktaba hii ya ajabu ipo chini ya ardhi. Ina shelves zinazoenda mpaka umbali wa maili 53, zaidi ya kilomita 60. Hakuna mtu anaruhusiwa kuingia ndani ya maktaba hii bila kibali maalum, na kuna sehemu ya maktaba hii hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kuingia kabisa. Baadhi ya nyaraka zinasemekana ni kama vitabu vya Enoko, Biblia ya Shetani na vitabu vingine. Kisiwa cha Sentineli Kaskazini, India North Sentineli Island. Kama unawajua Wahanzabe, kabila la Wahanzabe, basi Sentinels basi ndo Wahanzabe wa India. Wenyeji wa visiwa vya Sentinel Kaskazini wanajulikana kama Sentinels wanakataa mawasiliano yote na ulimwengu wa nje. Ni moja ya maeneo machache yaliyobaki bila kuguswa na ulimwengu wa nje. Watu wote waliojaribu kuingia ndani ya kisiwa hicho waliuawa kwa kupigwa mishale, na wenyeji wa kisiwa hicho walifanikiwa kuwaona wa Sentineli ni wale waliotumia helikopta au drones. Hadi leo hakuna mtu anaruhusiwa kuingia kisiwani hapo, kwani lazima watauawa na wenyeji wa Sentinels. Ngome ya Bagaj ya Rajasthan, India. Kama ulikuwa unahisi Nsyuka ilikuwa ni movie, basi inawezekana hujawahi sikia kuhusu Bagaj Fort. Ngome hiyo iliyopo India wanaambiwa ina wingi wa mizimu, Misyuka. Wakati wa mchana watalii huingia katika ngome hiyo, lakini jua linapotua watu wanahitajika kutoka huko haraka iwezekanavyo, hasa ikiwa unaogopa mizimu. Serikali ya India ilitamka ngome hiyo ina roho za mizimu na ilitoa onyo la watu kuingia huko wakati wa jioni. Lake Natron, Tanzania. Ziwa Natron huko Tanzania ni ziwa linaonekana kuwa zuri kwa sababu kinakaribia kuwa rangi ya pinki na nyumbani kwa flamingo wenye rangi ya pinki inayofanana nao. Mbali na uzuri wa muonekano wa ziwa Natron, lakini watu hawaruhusiwi kuogelea katika ziwa hilo kwa sababu ya viwango vikubwa vya alkaline inayofikia mpaka pH ya 10.5 ambacho ni sawa na amonia. Kuweka kirahisi ni kwamba ukiogelea kwenye ziwa Natron, basi maji yake yatakuchoma ngozi ya wanadamu na wanyama wengi. Area 51, Marekani. Area 51 ni kituo cha siri cha kijeshi kilichopo Nevada, Marekani. Kinamilikiwa na jeshi la anga la Marekani na kinahusishwa na majaribio ya ndege za kivita na teknolojia ya hali ya juu. Pia kimekuwa chanzo cha nadharia nyingi za njama, conspiracies theories, zikiwemo madai ya kuwepo kwa aliens na vifaa vilivyofichwa hapo. Serikali ya Marekani ilikuwa inakataa uwepo wa eneo linaloitwa Area 51 mwaka 2013. Maelekezo kamili kuhusu shughuli zake bado ni siri na hakuna mtu aliyehusika na inaweza kuingia Area 51. Hayo ni baadhi ya maeneo ambayo ni hatari zaidi na mwanadamu yote haruhusiwi kuingia. Pale ambapo kunakuwa na hatari zaidi, unaweza kuniambia maeneo mengine ambayo unayafahamu na ni hatari mwanadamu haruhusiwi kuingia. Subscribe kwa kuendelea kupata habari nyingi zaidi. Na hii ni Mnyalu TV.